Hebu wazia uwanja wa mpira kama ubao wa sataranji, ambapo wachezaji wengi wanaona tu hatua moja mbele, lakini katikati ya uwanja huo kuna mtu mmoja mwenye nywele za rangi ya dhahabu, Kevin De Bruyne, ambaye haoni tu hatua tano mbele, bali anaona mstari na pembe ambazo hata kamera za televisheni zinashindwa kuzitambua kwa haraka. Simulizi ya pasi za mwisho za De Bruyne si hadithi ya nguvu pekee, bali ni hadithi ya hisabati, maono na ufundi wa hali ya juu. Wakati mpira unapofika miguuni mwa De Bruyne, muda unaonekana kusimama. Mashabiki wanapiga kelele, mabeki wanajipanga na washambuliaji wanaanza kukimbia, lakini kwake yeye kila kitu kinatulia. Anachokifanya De Bruyne si kupiga pasi tu, yeye anachora ramani. Ana uwezo wa kipekee wa kuona korido ndogo kati ya mabeki wa pembeni na mabeki wa kati. Anajua kuwa akipiga mpira kwa kasi fulani na mzunguko wa kutosha, mpira huo utamkwepa beki na kumkuta Erling Haaland kwenye incha za kidole chake cha mguu. Kuna pasi moja ambayo imekuwa kama alama yake ya biashara, pasi ya kimo cha kati inayopinda kutoka upande wa kulia. Mbinu hii hatumii nguvu nyingi, anatumia upande wa ndani wa mguu wake wa kulia. Mpira unakata hewa kama jembe la mkulima, ukipita nyuma ya mabeki lakini mbali na golikipa. Mshambuliaji anahitaji tu kuweka mguu au kichwa na mpira unajaa wavuni. Hii ni hisabati, ni sayansi ya hali ya juu. Chini ya Pep Guardiola, De Bruyne amekuwa ni injini ya timu. Ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho kwa miguu yote miwili, kitu ambacho ni adimu sana duniani. Hachezi tu mpira, anautawala mpira. Pasi zake zinaitwa laser guided pass kwa sababu zina usahihi wa ajabu. Akiwa na mpira, hata kama amezungukwa na wachezaji watatu, anaweza kupiga pasi ya umbali wa mita 40 inayopita kwenye tundu la sindano. Rekodi za asisti zinaweza kusema mengi, lakini simulizi halisi iko kwenye pre-assist. Mara nyingi De Bruyne anapiga pasi iliyosababisha pasi ya bao. Ni mchezaji anayejua wapi mchezaji mwenzake atakuwa baada ya sekunde 2 zijazo. Hadi kufikia sasa, mnamo Februari 2026, Kevin De Bruyne ameendelea kudhihirisha kuwa yeye ni mmoja wa wapishi bora zaidi wa mabao katika historia ya soka. Katika maisha yake yote ya soka la kulipwa, De Bruyne ameshapiga pasi za mabao zaidi ya 315 akijumuisha klabu na timu ya taifa. Yeye ni mwanamuziki anayeongoza bendi ambapo kila pasi yake ni noti ya muziki inayokamilisha wimbo wa ushindi. De Bruyne hatupi mpira, anautoa kama zawadi. Ni mchezaji ambaye amebadilisha maana ya kiungo mchezeshaji katika soka la kisasa. Kila pasi ya mwisho anayopiga ni ukumbusho kuwa soka si mchezo wa mbio pekee, bali ni mchezo wa akili na ufundi. Mwandishi na msimuliaji wa makala hii ni Peterson Mbugi, sauti ya mfalme mwenye hekima. Kwa heri mpaka wakati mwingine.